Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Ndani ya Simba Sports Club, mchezaji waliyemtaka kwa muda mrefu zaidi toka anaondoka Mohamed Hussein Zimbwe Junior, ili ni nani ambaye ajulikane kwenda kureplace nafasi yake. Hatimaye mvumilivu hula mbivu, basi ndio ambayo inakwenda kuonekana ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Tangu anapata nafasi ya kujumuika ndani ya kikosi cha Simba, kocha mpya kwa maana ya coach Steve Barker, miongoni mwa maeneo ambayo amehitaji Simba kuyafanyia maboresho makubwa ni katika upande wa backline, kwa maana ya beki wa kushoto ambaye atakuja kuongeza nguvu na kuongeza usanifu pamoja na ushindani mkubwa ambao Simba wanahitaji kutazama katika nafasi hiyo. Moja ya usajili mkubwa ambao tunautazama kwa sasa ni usajili ambao unakwenda kukamilika anytime from now kutoka katika upande wa Simba Sports Club. Hapa namzungumzia mbavu ya kushoto, raia wa pale nchini Mauritania, moja ya wachezaji bora kabisa ambao tumewashuhudia kwa kipindi cha hivi karibuni. Kijana mdogo tu, miaka 27 alionayo, lakini ukitazama performance yake as well, ni moja ya wachezaji ambao wamedhihirisha na kuthibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani na ana uwezo wa kutoa kitu cha aina gani katika nafasi hiyo. Hapa namzungumzia bwana mdogo Hadim Diao, moja ya wachezaji ambao ukizungumzia quality player huwezi kushindwa kumtaja mchezaji mwenye kalba ya Hadim Diao, na ubora mkubwa ambao amekuwa nao Hadim Diao ni ubora wa kutubwa na ni ubora ambao mnyama mwituni Simba Sports Club anaamini ya kwamba anakwenda kupata kitu cha ziada. Bwana, Simba na timu ya Al Hilal Omdurman ya kutokea Sudan tayari zimefikia sehemu ya makubaliano kwenye mauzo ya Hadim Diao, kiwango cha $200,000 ikiwa ni moja ya pesa ambayo imegharimu usajili wake, kiasi ambacho kinafika within milioni 500 kwa upande wa Hadim Diao ili kuweza kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba. Katika upande wa signing fee kwa maana ya ada ya usajili, ukija ukatazama kwenye upande wa salary kwa maana ya mshahara, Simba na Hadim Diao tayari wamekamilisha mambo yote akiwa wazi zaidi katika ufanisi na ubora mkubwa zaidi. Leo hii ninavyozungumza nawe ni tarehe 14 ya mwezi wa kwanza. Usajili wa Hadim Diao tayari Simba wanakwenda kukamilisha, na Hadim Diao ninavyozungumza nawe muda mchache ujao ni mmoja wa wachezaji ambao watawasili katika taifa la Tanzania ili kuja kuongeza nguvu na kuhakikisha kwamba timu inakuwa katika uimara, ubora, uweledi na mengi makubwa yaliyotukuka katika upande wa kikosi hicho. So Hadim Diao kwa taarifa za vyanzo tofauti kutokea pale nchini Rwanda, ambako timu yake kwa sasa ndiyo ligi wanayoshiriki baada ya timu yao ya Al Hilal kutoka katika ligi ya Mauritania kuhamia katika ligi ya Rwanda. Hivi sasa ni moja ya taarifa ambazo zinaeleza na kufafanua kwa kina kwamba Hadim Diao tayari kaianza safari kutoka nchini Rwanda kuja nchini Tanzania kwa ajili ya kukamilisha usajili wake ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mmoja wa wachezaji ambao ukitazama kiukweli performance yake ni performance ya hali ya juu, na ni mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo wa kuifanya timu kuwa katika uimara, ubora, uweledi na mengi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Ukimtazama Hadim Diao ni moja ya mabeki bora zaidi wa kushoto ambao ana uwezo wa kuja kuongeza kitu ndani ya Simba. Anthony Mligo ndiye mchezaji pekee as for now aliyesalia katika nafasi ya beki namba 3, kwa sababu Nabi Kamara aliyekuwa msaidizi wake katika nafasi hiyo tayari kabadilishiwa majukumu baada ya Alassane Kante kuwa na majukumu mengine ambayo yanamfanya kukosekana katika michezo kadhaa, kwa sababu upande wa ligi ya mabingwa Alassane Kante alionyeshwa kadi nyekundu. That means michezo miwili mfululizo upande wa Simba, mchezo miwili ya maamuzi dhidi ya Esperance de Tunis hatakuwa sehemu ya kikosi. Lakini pia upande wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara michezo 5 pia Alassane Kante atakuwa nje. So hiyo imewafanya Simba kumbadilishia majukumu mwamba anayejulikana kwa jina la Alassane Nabi Kamara na kuja kucheza kama kiungo mkabaji katika nafasi hiyo ya Alassane Kante ambaye anakosekana. Moja kwa moja Simba anabakia na beki mmoja wa pembeni ambaye ni Anthony Mligo. Coach Steve Barker akitazama upande wa Mligo, uwezo wake ameamini bado kuna uhitaji wa kuwa na mchezaji ambaye ni experienced player na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuja kuongeza kitu cha ziada katika upande wa timu yao ya wekundu wa Msimbazi Simba. So Simba as we talk right now wapo katika harakati za mwisho za kukamilisha usajili huu, na Hadim Diao tunasubiri kuwasili kwake nchini Tanzania ili moja kwa moja awe ni sehemu ya wachezaji ambao anakwenda kupewa mkataba na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, mkataba wa miaka 2.5 ambao Hadim Diao toka zamani yeye alishakubali kujiunga na Simba hata kwenye dirisha dogo hata kwenye dirisha kubwa lililopita wakati Simba ikiwa na kocha Fadlu Davids. Lakini timu yake Al
Hilal ndio ambayo iliweza kumng'ang'ania katika issue ya kuondoka kwake na kutua ndani ya Simba Sports Club. Diao amewahi kuzungumza kwamba one of the best team ambayo anaamini atakwenda kuichezea, na moja tu ambayo inaamini ina uwezo kumfanya kuwa mkubwa ni timu ya wekundu wa Simba. So ndoto yake inakwenda kutimia as well katika kile ambacho tayari kipo. So leo hii Hadim Diao anatua katika ardhi tukufu ya Tanzania kuja kumalizana na vijana wa kikosi cha wekundu wa Simba. Usajili huu binafsi upande wako unaozungumza vipi? Ujue Hadim Diao ndani ya Simba Sports Club. Kikubwa hakikisha uweza kusubscribe, aweza kuweka maoni yako katika upande huo ili uzidi kunufaika na kuyapata mengi zaidi. Ujio wa Hadim Diao unamtazama kama mchezaji wa aina gani?